saba na jimbo hilo, naona jinsi gani vijana wanavyohangaika, wamesoma lakini ajira hakuna, na wengine wengi wamejiingiza katika biashara ndogo ndogo lakini mitaji hakuna. Sasa wewe kama mbunge umejipanga vipi kuhakikisha kwamba kama si ajira basi wanapatiwa mitaji, au kitu gani ambacho wewe umewapangia au vijana? Lakini pia historia ya jimbo la Ukonga halina viwanda, na yale majimbo yenye viwanda angalau unaweza katika vile viwanda ukatafuta baadhi ya ajira kwa vijana. Sasa kwa jimbo la Ukonga labda kuna wawekezaji una mpango wa kuwaleta, au kuna kitu gani kikubwa ambacho kinawanufaisha vijana wa jimbo hilo? Lakini pia kwa upande wa wafanyabiashara, kama tunavyoona mazingira sasa hivi, barabara imejengwa nzuri, lakini wafanyabiashara bado wamejaa sana huko pembeni, kiasi ambacho inaondosha yale mandhari ya ile biashara, na wale wanatafuta riziki lazima wapate riziki zao, na ukiwasema wafukuze ina maana kwamba familia zao zitateteleka kimaisha. Sasa kama mbunge unafanya jitihada gani kuhakikisha kwamba barabara zilizojengwa zinalindwa na mazingira yanakuwa bora, lakini na wale wafanyabiashara nao wanakuwa na maeneo sahihi ya kuhakikisha wenyewe wanapata riziki kwa ajili ya familia zao? Asante, naona umekwenda maswali 6 lakini yote nafikiri tutapatia majibu. Kwanza fahamu hakuna mtu anaweza kaenda kugombea akiwa hana vipaumbele. Kama nilivyosema awali kwamba mimi ni umri tu, lakini niweza kujiita kijana wa mtaani, kwa maana sio mitaani kama tafsiri ambayo ni mbaya sasa hivi. Kuna watoto wana wazazi, wana baba na mama, kibao anapewa jina la watoto wa mitaani. Inabadilisha wakati mtaani kwa tafsiri kwa tafsiri yetu sisi watu wa Uswazi, mtaani maana yake ni mtu ambaye kijana ambaye yuko mnaye maeneo hayo. Ndio maana halisi ya neno kijana wa mtaani. Kwa hiyo watu wakalihamisha tu. Kwa hiyo ningependa kwanza turudi kwenye maana yake halisi, na napenda kulitumia hilo neno kwa sababu sijakubali kubadilisha maana halisi hilo neno. Vipaumbele kama nilivyokuambia, tuna changamoto za ajira, tuna changamoto kweli za afya, tuna changamoto za elimu, sawa? Na kadhalika. Barabara zetu, miundombinu, sawa? Hayo yote ni changamoto. Kwa hiyo mimi vipaumbele vyangu kwanza nilichoamini mimi, ambacho naamini hadi leo, japo katiba inazungumzia wajibu wa serikali kutengeneza kubuni ajira ili watu wapate kazi, na bahati mbaya kwa muda mrefu tumebweteka tukiamini ajira sahihi ni ya kuajiriwa labda shirika la nyumba, TANESCO, wizarani, elimu, manispaa na kadhalika. Bahati mbaya tumekuwa na hiyo shida, lakini kwa tafsiri yangu mimi naamini ajira sio lazima kwenye taasisi za umma, hata taasisi binafsi, hata wewe mwenyewe unaweza kujiajiri, ni sehemu ya ajira. Tulichelewa tu pengine bahati mbaya kwa hii elimu, lakini mimi naamini katika mazingira hayo, na ndio maana katika vipaumbele vyangu kuhusu swala la ajira, mara baada ya kuchaguliwa kwa mbunge na kula kiapo, niliporudi jimboni, hatua ya kwanza nilifikiria vijana wanaishije, na ili vijana waweze kuishi. Unajua nachoamini mimi kwamba binadamu kuna mambo matatu muhimu sana binadamu yote lazima awe nayo: kula, kuvaa na kuoga. Sasa kwa maisha ya Dar es Salaam hapa ni lazima uwe na pesa. Inawezekana mikoani ukaenda kuchukua miogo kwa jirani akakupa, lakini Dar es Salaam hapa kwa ndugu zangu hata chooni ni pesa. Kwa wale ambao waishi mjini hapa hata chooni ni pesa, hata maji ya kunywa na kadhalika. Kwa hiyo katika mazingira hayo binadamu akikosa namna kukidhi hayo mahitaji matatu, kwa tafsiri yangu mimi inapelekea vijana wengi kuwa wahalifu. Sasa nafanyeje mimi kama mwakilishi? Ndio nikaja na hii habari ya kuwafundisha vijana udereva. Ni hatua tumeanzia kuwafundisha vijana udereva wa bajaji, bodaboda na magari madogo. Ndugu zangu, huwezi kuamini, nilikuwa nasema wazi, wala sio pesa ya mkopo sio pesa ya mfuko wa jimbo kwa maana au pesa ya serikali ilipewa ama bunge lilipa, hapana. Kwa kujua shida mimi binafsi nikaingia benki, nikaingia mwenyewe nikakopa pesa kama mbunge. Sasa wananchi washaniwezesha. Na mimi alhamdulillah kabla ya ubunge sio kwamba na shida sana ila akula. Ni kwamba wananchi wameniongezea speed fulani, kwa hiyo nikaamini lazima nirudishe change na nitaendelea kurudisha. Kwa maana nikaingia benki nikachukua mamilioni ya shilingi, nikaingia Future World Driving kiko pale kata ya Gongo la Mboto, nikaingia chuo cha polisi Kurasini, tukaingia makubaliano wanifundishie vijana, Ni wale ambao walikuwa tayari wana bajaji au hawajawahi kuendesha chombo chochote. Na huwezi kuamini mama yangu, miongoni mwao walikuwa pia madada poa.
Sina kama mimi natoka Uswazi, sinajua kwa shida tunakutana na nini. Walikuwa pia. Yani kati ya wale ambao wamenufaika na mafunzo hayo ni kati ya kina dada ambao walikuwa wanajiuza. Ndio. Wanawake wangapi wamejitokeza kujiunga kwenye mafunzo hayo? Walikuwa zaidi ya 107. Kati yao zaidi ya nusu walikuwa ni madada wa namna hiyo. Na wajua na watoto zangu, ni dada zangu, najua. Sasa kama najua, kwa hiyo ninahitaji niweke ile tofauti. Kwa hiyo niliwafuata na nikazungumza nao, na unajua inakuwa ngumu tu kufikiri. Nilitafuta mabinti zangu, mabinti wa rafiki zangu ambao wapo. Kwa mfano pale jirani yangu dada yangu binti yetu mmoja anaitwa Mariam Nyumba, nilimuomba kwa sababu aende akazungumze nao, aone namna ya unajua sio ni ngumu mbunge ya kwenda kuzungumza na watu wa namna hiyo, wakakuelewa. Kwa hiyo nikatafuta madada, nikatafuta mabinti zangu pia wakuzaa, nikamwambia mnaende mkafanya nao urafiki mzungumze. Mwanzo unaliona kama utani na mwanzoni wengi nilikuwa nafanya kama kuwabembeleza. Sasa hivi na maombi ya vijana zaidi ya 500 wapya. Yanaweza kufika 900. Niko na katibu wangu hapa. Sio Kwa hiyo nikaenda kaongea nao, wakapisha ujumbe pale, wakaja ofisi yangu, katibu wangu mimi pia ni binti wa kike, wakakutana ofisini, wakazungumza, wakaelewana. Lakini pia kuna vijana ambao walikuwa wamekaa tu gonga debe na kadhalika. Nikazungumza nao vizuri, nikaingia kwenye vyuo, nikaweka pesa mezani, nikanunua bajaji, nafikiri bajaji 9 zile kwa sababu wanafunzi walikuwa wengi. Na unajua kwenye kufundisha kuna uharibifu. Kwa hiyo nikahitaji pia wasiharibu vyombo vya watu. Kwa hiyo nikanunua bajaji 9 kaweka mezani. Kwa hiyo wakajifundisha, wakajua. Nashukuru mkuu wa wilaya nikamuomba awe mgeni rasmi, akaja, wakakabidhiwa vyeti kama unavyoona. Hatua iliyofuata baada ya pale ni kwamba unajua ukikata lena ili ujifundishe lazima una lena. Lena nayo ina machua kwa miezi 3, siku 90 ndio unaweza kwenda kupata leseni. Kwa hiyo hatua tunayobaki sasa hivi tunasubiri miezi 3 kwa wale wachache ambao hawajakamilisha ili wawe na sifa kupata leseni. Na nikisha muomba mkurugenzi na nashukuru alinikubalia kwamba mkurugenzi wa jiji la Dar es Salaam Eliuluma Mabelia na DC kwamba kwa makusudi kabisa hawa vijana ili ujuzi usipotee. Unajua ujuzi ukanao usipofanyia kazi unapotea. Kwamba ukikamilisha basi tuangalie either kwenye mfuko wa 10% ya bajeti za halmashauri ama zile pesa za wajasiriamali kwenye mabenki. Na nashukuru wamenihakikishia kwamba hawa madereva wote wakishamaliza lena zao pia wakapata leseni, tutawapeleka watapewa hiyo mikopo ya bajaji ama bodaboda ili waweze. Ninaamini kuanzia mwezi wa 6 utaziona bajaji nyingi sana. Nyingi sana za namna hapo tukisalia hapo katika swala ambalo linakuwa linawagusa wengi. Hivi karibuni halmashauri ya jiji la Dar es Salaam imepitisha bajeti. Ukiangalia kuna uwezekano wote wa bajeti ya mwaka huu kwenda kukidhi hayo mahitaji ambayo pengine yanahitajika kutokana na zile 10% na agizo la mama ambalo alisema 5% ziongezwe pale? Kwanza ufahamu, nachozungumzia basizungumzie bajeti ya mwaka huu. Tuna zaidi ya bilioni 20 halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, ziko benki, ziko CRDB. Na kichache ziko NMB. Kwa hiyo tunazungumzia hizo. Yaani nazungumzia kitu ambacho kipo mezani. Sizungumzii hiki ambacho tunaenda kuzungumza leo bajeti tukatafute ndio tuanze nayo. Yanahakikishia wanajimbo la Ukonga na Dar es Salaam kwamba Ilala halmashauri ya jiji la Dar es Salaam tuna zaidi ya B20. Hizo ni kwa ajili ya kuwakopesha. Kulikuwa na changamoto, unaweza kuona kama kwa nini zimekuwa nyingi benki. Kulikuwa na changamoto, baadhi ya watendaji, baadhi ya madiwani, baadhi walikuwa si waadilifu. Na unajua ni pesa ya umma. Kwa hiyo inapokuwa inacheza mahala inabidi tusimame tuangalie. Kwa hiyo nashukuru kwamba tumekwenda sawa, na hata kwenye bungeni nadhani msikia hata spika wa bunge amezungumzia habari ya kuregeza baadhi ya masharti. Hiyo ilitokana na baadhi ya watu kutokurudisha. Kuna watu wana pesa nyingi sana, wengine walikuwa madiwani, wengine familia za watu wazuri, familia ambazo hazina njaa, lakini utashangaa umeshika milioni 60, 70, 100, 120. Kwa hiyo nafikiri tunaelekea kutoka. Kwa hiyo ninapozungumzia pesa sizungumzie bajeti mpya, nazungumzia pesa ambazo zipo benki zinasubiri ukamilishaji. Na mimi na uhakika kwamba zile pesa zitatoka, sio kwa hawa watu ambao mimi niwafundisha na kwa wananchi wengine. Na maelekezo yashatoka na madiwani wanaendelea kufanya semina elekezi kwenye vikundi vya kina mama na vijana. Na hata kata ya Gongo la Mboto nafikiri kama sio jana juzi diwani amefanya pale. Na najua kata ya Buuni wamejipanga hivyo, kata ya Chanika wamejipanga hivyo, kata ya Ukonga wamejipanga hivyo, kata ya Pugu wamejipanga hivyo, Pugu zote mbili. Lakini pia kata ya Zingizio wamejipanga hivyo kwamba tutoe elimu mpya
watu wakachukua ile pesa, na malengo ya serikali ni kutoa ile pesa iende kwa wananchi. Naamini kama nilivyosema, tutafsiri ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi kwa vitendo, na nisema ukweli itakuwa mkali pale ambapo pesa itatoka wakati wananchi wameahidiwa kutoa ile pesa. Na niseme kitu kimoja ambacho cha ajabu kidogo. Ziara zote ninazozifanya kwenye jimbo langu, nimekuwa nikiwaambia madiwani wa Chama cha Mapinduzi, viongozi wao wakata lazima wawepo, kama ambavyo viongozi wangu wa OCT wanakuwepo. Unajua nchi hii haina wagombea binafsi. Sisi viongozi tuliochaguliwa ni mali ya vyama vyetu. Sasa wakati mwingine wanaingia huko, unakuta unapata kikwazo. Kwa hiyo inabidi chama kiwepo ili kiwajibike kwamba wapi kuna vikwazo. Na ninafanya sio kwa bahati mbaya, kwa makusudi kabisa, kwa sababu najua wajibu wa chama kwenye kutusimamia. Naona hata mimi leo nimekuja hapa, lakini katibu wangu wa mkoa wa chama yupo. Ni lazima aone nafanya nini. Na hata leo asubuhi nilipokuwa kwenye kikao kile cha pale kata ya Ukonga, nilipofika tu pale na mwakilishi wa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa kata alikuwepo, na mimi mwakilishi wangu wa chama changu alikuwepo. Tutafika tu, wala isumbui. Labda kwa kuongezea hapo, katika hayo yote ambayo unayafanya, umekutana labda na changamoto yoyote katika kutimiza hayo majukumu yako? Ukongwe nao unasababisha wakati mwingine unaweza kuwa na jukumu una changamoto, lakini ukongwe unasaidia namna ya kutatua. Unasema hakuna mkate mgumu kwenye chai. Changamoto zipo za kibinadamu, lakini kama tukidoka kwenye asilimia hazijawahi kufika 25%. Wakati mwingine nagundua kwamba ni uelewa mdogo. Hata swala la kwamba viongozi wa vyama wawepo, kulikuwa na baadhi ya madiwani hawaelewi umuhimu. Lakini nilivyoelewesha, sawa, wakanielewa. Lakini pia nikawaambia, ulizeni na viongozi wenu wa ngazi ya wilaya na ngazi ya mkoa. Nashukuru baadhi yao waliuliza, wakajibiwa kwamba anachosema mbunge ni sahihi, viongozi wa chama wawepo kwenye ziara zake kama ambavyo wakwake wanakuwepo. Mwanzoni ileta shida, kwa nini unatembea na viongozi wako wa chama? Kama nileteni, ni utaratibu. Kwa hiyo hizi kama vitu vidogo vidogo kama hivyo. Lakini nashukuru sana mkuu wa wilaya na mkurugenzi, ukweli ni kwamba wananisapoti kwa kiwango kikubwa sana. Unatamani hilo jimbo la Ukonga lifike katika level gani? Mimi nahitaji liwe mfano wa nchi nzima. Limeanza kuwa hivyo. Hata bungeni baadhi ya wabunge wenzangu wapo walionilaumu kama nawachonganisha na wapiga kura kwa kile nilichokifanya kwa wale wananchi, wale vijana. Wapo wanaosema kwamba, unajua mimi napanda na daladala. Sijui kama mnajua kitu mimi napanda na daladala. Mimi naingia na maskani. Unajua kuna ule ukuta kwamba mtu anaona mbunge hawezi kufikika. Ni kweli mbunge anahitaji ulinzi maalum na kadhalika, lakini ulinzi unatengenezwa na watu. Unatengeneza mazingira ambayo mtu aweze kukufikia bila kuwa na ukuta. Kwa hiyo inahitaji, kama ambavyo nilivunja rekodi kwenye mwenyekiti wa mtaa, na uhakika kwanza, hadi sasa sidhani kama kuna mbunge wa Jamhuri ya Muungano atatokea aseme amewahi kuweka pesa yake yenye kiwango cha milioni 100 kuwafundisha watu bure bila kuwakopesha. Sidhani kama atatokea. Kwa hiyo nahitaji nje nivunje rekodi kwanza, wanafunzi wale wapate bajaji. Lakini wiki 2 ama 3 zijazo niko natafuta marafiki, tutafute zingine 100. Na tumeshaongea na chuo cha Kikatoliki pale Pugu Sekondari, wanachuo pale kwa ajili ya fani za ususi, na fani za ufundi umeme wa magari, ufundi umeme wa viwandani, na ufundi umeme wa majumbani. Lakini nimeongea na chuo kingine kiko kule Kinyamwezi cha wajasiriamali fani wako pale, ambao wanafundisha ushonaji na kadhalika. Naweka tafuta tena pesa, tunaweka pale. Yaani hiyo ndio tofauti. Mimi naamini kwenye ujuzi zaidi wa kujiajiri kuliko kwenye kusubiri serikali tupe ajira. Kwa hiyo ndio jimbo la Ukonga ambalo natarajia, wala si miaka 2 tu inatosha kuwa darasa. Miaka 2 inatosha kuwa darasa. Kuna maswali ambayo alikuwa ameyauliza Angelina kuhusiana na soko na wafanya biashara wa pale katika mazingira ambayo sio rafiki. Sana barabara. Una mkakati gani labda wa kuhakikisha sasa jimbo la Ukonga kunakuwa na soko kubwa linalofikika wakati wote? Jimbo la Ukonga lina historia kuwa na soko la umma moja lilioko pale mtaa wa Kigogo. Lina soko binafsi lilioko Chanika, na Gongo la Mboto pia lina soko binafsi, nakumbuka soko binafsi Gongo la Mboto pale. Na ninajua changamoto ya wafanyabiashara ndogo ndogo barabarani, kwa sababu mimi na miji miwili, na mji wa mkubwa Gongo la Mboto na mji wa mdogo Pugu. Kwa hiyo kabla sijawa mbunge nizungumze, kwa sababu kuna mtu mmoja wakati naingia aliniuliza habari ya soko pale Makaburini. Miaka 4 iliyopita. Baada ya kuonekana hitaji la soko, walikuja wataalamu kutoka manispaa kuja kuona soko Gongo la Mboto liko wapi.
ilikubalika soko liwekwe maeneo ya kati ya msikiti wa Mashine ya Maji kuelekea pale Magodoro, kuvudu nyuma kule kwenye reli ya kati ama reli ya SGR sasa zinapakana pale. Na eneo lile waliliona linafaa na lina sifa kwa sababu ilikuwa katikati ya kituo cha mwendokasi na kituo kingine cha daladala. Vyote cha mwendokasi na cha mwendokasi.